Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 serikali kupitia Wizara ya Nishati iliendelea na utekelezaji wa programu, miradi na kazi mbalimbali zinazohusu uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme vijijini na mijini na vitongojini, utafutaji na uendelezaji wa mafuta na gesi asilia, pamoja na kuendelea na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini, ambapo mafanikio mbalimbali yalipatikana kama yanavyoelezwa kwa kina katika sehemu B ya hotuba yangu ukurasa wa 21 hadi 142. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Nishati kwa mwaka 2025-2026 iliidhinishiwa kutumia jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 965 milioni 745 elfu, ambapo shilingi trilioni 1 bilioni 886 milioni 513 elfu sawa na asilimia 95.97 ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 79 milioni 232 elfu sawa na asilimia 4.03 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi mwishoni mwa Machi 2026 wizara ilipokea jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 282 milioni 833,545,238, ambapo shilingi bilioni 17 milioni 281,222,461 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi trilioni 1 bilioni 265 milioni 552,322,777 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 serikali iliendelea na utekelezaji wa miradi ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha na wa uhakika kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, ambapo utekelezaji ulikuwa kama ifuatavyo: uzalishaji wa umeme kupitia mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere wa megawati 2115 uliendelea kupitia mitambo yote 9 ya uzalishaji kwa kuzingatia mahitaji ya umeme uliopo. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa jua mkoani Shinyanga megawati 150 iliyohusisha uzalishaji wa megawati 50 ilikamilika na umeme huo umeingizwa kwenye gridi ya taifa. Aidha, mradi huu ni wa kihistoria kwani ni wa kwanza kutekelezwa na serikali kati ya miradi ya kuzalisha umeme kwa kutumia chanzo cha nishati jua, hivyo umewezesha kuongezeka wigo wa vyanzo mbalimbali vya kuzalisha umeme hapa nchini. Utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa kutumia maji wa Malagarasi megawati 49.5 uliendelea, ambapo upande wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji umeme umefikia asilimia 23.73. Aidha, serikali imekamilisha ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme ya msongo wa kilovolti 132 yenye urefu wa kilomita 54 kutoka Malagarasi hadi Kidahwe, pamoja na kusambaza umeme katika vitongoji 18 vilivyomo ndani ya vijiji 7 vilivyopitiwa na mradi, ambapo jumla ya wateja 750 zikiwemo shule, vituo vya afya na kaya wamenufaika na mradi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa usafirishaji wa umeme, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma yenye urefu wa kilomita 345 umefikia asilimia 74.13, ambapo utekelezaji wa miradi mingine ni kama ifuatavyo: mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya na Tunduma yenye urefu wa kilomita 616.5 pamoja na ujenzi wa vituo vya kupoza umeme katika maeneo ya Iringa, Kisada, Iganjo, Tunduma na Sumbawanga umefikia asilimia 77.06. Serikali imeendelea na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme ya msongo wa kilovolti 220 kutoka Songea, Tunduru, Masasi, Maumbika yenye urefu wa kilomita 519.5 na vituo vya kupoza umeme vya Masasi na Maumbika, ikiwa ni hatua ya kuunganisha mikoa ya Lindi na Mtwara kwenye gridi ya taifa.
mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze Kinyerezi Mkuranga yenye urefu wa kilomita 135.5 umefikia asilimia 60.61. Mradi wa ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Ibadakuli Shinyanga umefikia asilimia 48.8, na kwa upande wa mradi wa gridi imara utekelezaji wake umefikia asilimia 54, ambapo miradi mbalimbali imekamilika na utekelezaji wa miradi mingine ya gridi imara unaendelea kama inavyoonekana katika kiambatisho namba 3 cha hotuba yangu ukurasa wa 216 hadi 217. Serikali imekamilisha kuunganisha mkoa wa Katavi katika gridi ya taifa na hivyo kuimarisha upatikanaji wa umeme katika mkoa huo pamoja na kuipunguzia TANESCO gharama ya uzalishaji wa umeme kwa kutumia mafuta katika mkoa huo, ambapo jumla ya shilingi bilioni 68.4 zimeweza kuokolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi mingine ya kusafirishia umeme uliendelea ikiwa ni pamoja na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme msongo wa kilovolti 220 kutoka Benako hadi Kiaka, ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme kwa ajili ya treni ya SGR Lot 3, SGR Lot 4 na SGR Lot 5, na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme yani submarine cables msongo wa kilovolti 220 kutoka Tanzania bara kwenda Zanzibar na Mafia, ambapo utekelezaji upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwelekeo wa serikali ni kuhakikisha vitongoji vyote 64359 vya Tanzania bara vinafikiwa na umeme ifikapo mwaka 2030. Ili kufikia azma hiyo, serikali ilianza utekelezaji wa miradi mikubwa wa kupeleka umeme katika vitongoji 9009 ambapo utakamilika kupeleka umeme katika vitongoji hivyo 9009 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Hatua hii ni pamoja na miradi inayoendelea kutekelezwa ya kupeleka umeme vitongojini itakayowezesha vitongoji 50,453 sawa na asilimia 78.4 ya vitongoji vyote vya Tanzania bara kufikiwa na huduma ya umeme ifikapo mwaka 2028. Hatua ambayo itachochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii vitongojini pamoja na utoaji wa huduma bora katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua nyingine zilizochukuliwa na serikali kuhusu kupeleka nishati vijijini ni pamoja na kuanza utekelezaji wa mradi wa kuongeza uunganishaji wa wateja katika vitongoji, yani Universal Hamlet Electrification and Last Mile Customers Connectivity katika mikoa ya Pwani, Morogoro na Dodoma, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mahususi wa nishati ya taifa, yani National Energy Compact, ulioidhinishwa katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Afrika Mission 300 mwezi Januari 2025. Vile vile utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 3060 sawa na vitongoji 15 katika kila jimbo uliendelea na kufikia asilimia 80 za utekelezaji. Aidha, serikali iliendelea na utekelezaji wa mradi ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa wa Songwe, Kigoma na Lindi pamoja na maeneo ya migodi midogo midogo ikiwemo iliyopo Chunya mkoani Mbeya na kwa Msisi Handeni mkoani Tanga, na viwanda na kilimo katika mkoa wa Ruvuma, Njombe, Mbeya na Rukwa ili kuchochea shughuli za kiuchumi katika mikoa hiyo ambapo utekelezaji upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kuwa maeneo yaliyo mbali na gridi ya taifa yanafikiwa na huduma za umeme, serikali kupitia REA iliendelea na utekelezaji wa mradi wa kusambaza mifumo ya jua inayojitegemea yani Solar Home Systems SH katika makazi 20,000 katika visiwa vidogo 143 vilivyopo katika bahari ya Hindi, ziwa Victoria na ziwa Tanganyika, ambapo hadi Machi 2026 jumla ya makazi 1302 yalikuwa yamefungiwa mifumo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 uliozinduliwa mwezi Mei 2024 wenye lengo la kuhakikisha angalau asilimia 80 ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kiafya na kimazingira
na kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi na katika taasisi hususan zinazohudumia watu zaidi ya 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali, matumizi ya nishati safi ya kupikia yameendelea kuimarika kutoka asilimia 6.9 mwaka 2021 hadi kufikia asilimia 28.6 ya Watanzania wenye nishati safi ya kupikia mwaka 2025, hatua ambayo imechangia katika kupunguza uharibifu wa mazingira dhidi ya matumizi ya kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia na pia kulinda afya za wananchi dhidi ya matumizi ya nishati zisizo safi za kupikia. Kwa namna ya kipekee, nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na uongozi wake uliotuwezesha kuwa na mwelekeo huu wa kitaifa wa kuhakikisha wananchi wetu wanatumia nishati safi ya kupikia, ajenda ambayo imempa heshima ya kuwa kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 serikali iliendelea kutekeleza miradi ya utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa gesi asilia katika vitalu mbalimbali ikiwemo Mnazi Bay, Songosongo, Mnazi Bay Kaskazini, EAS Wembere, Lindi Mtwara na Songosongo Magharibi, ambapo utekelezaji upo katika hatua mbalimbali kama inavyoonekana katika sehemu B2 ya hotuba yangu ukurasa wa 84 hadi 92. Aidha, maandalizi ya uzalishaji wa gesi asilia katika kitalu cha Ruvuma eneo la Ntoria mkoani Mtwara yanaendelea kwa kuanza ujenzi wa bomba la kusafirisha gesi asilia lenye urefu wa kilomita 34.20 kutoka Ntoria hadi kiwanda cha kuchakata gesi asilia cha Madimba na kufanya maandalizi ya uchorongaji wa kisima cha uzalishaji cha Chikumbi 1. Mradi huu unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba 2026 na kuwezesha uzalishaji wa gesi asilia kiasi cha futi za ujazo milioni 40 hadi 60 kwa siku kwa kuanzia, na uzalishaji kuongezeka hadi kufikia ujazo wa milioni 140 kwa siku kadri utekelezaji utakavyoendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, majadiliano baina ya serikali na wawekezaji kuhusu utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kuwa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG, iliyogunduliwa katika vitalu namba 1, 2 na 4 vilivyopo katika kina kirefu cha bahari yanaendelea katika mwaka 2025-2026, ambapo hadi Machi 2026 serikali na wawekezaji wa mradi walifikia makubaliano katika maeneo mbalimbali ya mradi huo ikiwemo katika maeneo ya kibiashara na kikodi. Kwa sasa majadiliano hayo yapo katika hatua za ukamilishwaji wa masuala ya kisheria kwa upande zote mbili za majadiliano, ambapo kwa upande wa serikali swala hilo linaratibiwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Aidha, serikali imekwisha toa eneo la mradi baada ya kukamilika kwa taratibu za ulipaji wa fidia kwa wananchi, na pia imeendelea kutekeleza miradi ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, kwa kushirikiana na wabia wa mradi ikiwemo ujenzi wa shule ya msingi ya Likongo mkoani Lindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha matumizi ya gesi asilia katika vyombo vya moto, katika viwanda, taasisi na majumbani, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha nishati hii ya asili ambayo nchi yetu imebarikiwa inatumiwa ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu na wananchi kwa ujumla. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi tayari imewezesha ujenzi wa vituo 18 vya gesi iliyosindiliwa, yani compressed natural gas CNG, kwa ajili ya matumizi ya vyombo vya moto ikilinganishwa na vituo 9 vilivyokuwepo mwezi Aprili 2025, hatua ambayo imepunguza mahitaji ya matumizi ya mafuta kutoka nje ya nchi na gharama za uendeshaji wa vyombo vya moto. Aidha, kupitia uhamasishaji mkubwa wa matumizi ya gesi asilia unaofanywa na serikali, sekta binafsi imeendelea kuwekeza katika karakana za kufunga mfumo wa matumizi ya gesi asilia kwenye vyombo vya usafiri, ambapo hadi sasa kuna jumla ya karakana 13, hatua ambayo imepunguza gharama za uwekaji wa mifumo ya matumizi ya gesi asilia kwenye magari. Vile vile, serikali kupitia TPDC imejenga karakana na kuikabidhi kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo pamoja na kazi ya kuweka mifumo ya matumizi ya gesi kwenye vyombo vya usafiri, karakana hiyo imekuwa sehemu ya mafunzo ya kuandaa vijana watakaoongoza
kuwa wataalam wa eneo hili watakaoweza kujiajiri na kuongeza karakana binafsi nyingi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kuwa usambazaji wa CNG unafika maeneo mengi ya nchi, serikali kupitia TPDC ipo katika hatua za ununuzi wa vituo 5 vya CNG vinavyohamishika, yani mobile CNG stations, ambapo utengenezaji wa vituo hivyo unaendelea. Vituo hivyo vinatarajiwa kuwekwa katika mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma kwa awamu ya kwanza na mikoa ya Arusha, Tanga na Kilimanjaro kwa awamu ya pili. Aidha, katika kuhakikisha kuwa gesi asilia inafika maeneo mbalimbali ya nchi yaliyo mbali na miundombinu ya gesi asilia, kwa sasa serikali kupitia TPDC imeingia makubaliano ya awali na kampuni binafsi 6 kwa ajili ya uendelezaji wa mradi ya mini LNG nchini ili kuhakikisha matumizi ya gesi asilia yanafika katika maeneo mengi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa ni hatua ya kuimarisha usambazaji wa gesi asilia katika maeneo ya kongani ya viwanda Zegereni, Kibaha, katika viwanda vilivyopo Mlandizi na bandari kavu ya Kwala, serikali kupitia TPDC imeanza maandalizi ya ujenzi wa bomba la kusafirishia gesi asilia kutoka Kinyerezi, Dar es Salaam hadi Chalinze, Pwani, ambapo kwa sasa mshauri mwelekezi anaendelea na kazi ya upembuzi wa kina wa njia ya kupitisha bomba hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mradi wa bomba la kusafirishia mafuta ghafi kutoka Hoima, Uganda hadi Chongoleani, Tanga uliendelea katika mwaka 2025-2026 ambapo kwa ujumla umefikia 82.6%. Aidha, serikali iliendelea kuimarisha miundombinu ya kuhifadhi mafuta nchini ikiwa ni pamoja na ujenzi wa maghala mapya ya kupokea mafuta kwa pamoja, yani single receiving terminals SRT, na hifadhi ya kimkakati ya mafuta, yani strategic petroleum reserve SPR, katika eneo la Kigamboni kupitia mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Jiwe la msingi la ujenzi wa maghala hayo liliwekwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo mwezi Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iliendelea kutekeleza jukumu la kudhibiti wa shughuli za mkondo wa juu wa petroli kupitia mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA, pamoja na udhibiti wa mkondo wa kati na chini, usafirishaji, uhifadhi na usambazaji kupitia mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, ili kuhakikisha shughuli za sekta ya nishati zinaendelea kuwa kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo pamoja na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Hatua zilizochukuliwa na mafanikio yaliyopatikana ni kama inavyoonekana katika sehemu ya B3 ya hotuba yangu, ukurasa wa 106 hadi 127. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa taarifa kuhusu hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa bajeti ya wizara ya mwaka 25-26 na mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hicho katika sekta ya nishati, naomba sasa kuwasilisha mpango wa bajeti kwa mwaka 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, usimamizi na uendelezaji wa sekta ya nishati pamoja na mambo mengine unaongozwa na sera, mikakati, mipango na malengo mbalimbali ya kisekta na kibajeti ya wizara kwa mwaka 26-27. Wizara pamoja na mambo mengine imezingatia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, dira ya taifa ya maendeleo 2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kufungua rasmi Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025, na muongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali wa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-2027 serikali kupitia Wizara ya Nishati itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha na kuendeleza sekta ya nishati kwa kutekeleza vipaumbele mbalimbali kwa kushirikiana na wadau ikiwemo sekta binafsi. Vipaumbele vitakavyotekelezwa ni pamoja na kuimarisha uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme, ikiwemo kuunganisha mikoa ya Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara katika gridi ya taifa, kuongeza kasi ya kuunganisha umeme kwa wananchi ili kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii, kuendelea kutekeleza miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, yani National Grid Stabilization Project Grid Imara, ili kuwezesha upatikanaji wa umeme wa uhakika nchini, kufanya matengenezo na ukarabati wa miundombinu ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme
na kuendelea na usambazaji wa umeme katika vitongoji, ikiwemo kwenye shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hayo, yaani maeneo ya migodi, kilimo, viwanda, shule, pampu za maji na vituo vya afya, pamoja na kuwezesha ujenzi wa vituo vya mafuta vijijini ili kuimarisha upatikanaji wa nishati safi na salama kwa vyombo vya moto katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia itaendelea kukuza matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kuendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa 2024-2030 na mpango mahususi wa taifa wa nishati wa mwaka 2025-2030, yani National Energy Compact, na kuimarisha uzalishaji wa gesi asilia kwa kutekeleza miradi ya utafutaji na uendelezaji wa nishati hiyo, ikiwemo mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kuwa kimiminika, liquefied natural gas LNG project, mradi wa uendelezaji wa gesi asilia iliyogunduliwa katika eneo la Ntoria katika kitalu cha Ruvuma, na mradi wa kielelezo na kimkakati ya utafutaji wa mafuta na gesi asilia katika vitalu vya EAS Wembere, Lindi, Mtwara na Mnazi Bay. Maeneo mengine ya kipaumbele ni kuimarisha upatikanaji wa gesi asilia kwa ajili ya vyombo vya moto, yani CNG, viwandani, katika taasisi na majumbani, pamoja na kuendelea na majadiliano ya kibiashara ya nishati hiyo na nchi nyingine ikiwemo Kenya na Uganda. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyofafanua awali, pamoja na changamoto zinazotokana na vita ambayo zinaathiri upatikanaji wa bidhaa ya mafuta duniani, serikali itaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya upatikanaji wa mafuta duniani na kuchukua hatua stahiki ili kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa hizo ambazo ni muhimu katika ukuaji wa uchumi wa nchi, usafiri na usafirishaji. Vile vile, jitihada zitaelekezwa katika ujenzi wa miundombinu ya uhifadhi na usafirishaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli ndani na nje ya nchi na kutekeleza shughuli za kiudhibiti katika sekta ya nishati. Pia, wizara itaendelea kuimarisha ushiriki wa wazawa katika shughuli za mafuta na gesi asilia, kuendelea kuimarisha utendaji wa taasisi na mashirika yaliyo chini ya wizara, mashirika na taasisi ya TANESCO, REA, TPDC, PBPA, EWURA na PURA pamoja na kampuni tanzu kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma, tija na ufanisi katika uendelezaji wa mapato na kuimarisha na kusimamia nguvu kazi ya wizara, mifumo na utendaji kazi, upatikanaji wa vitendea kazi pamoja na kushughulikia masuala mtambuka ikiwemo utawala bora, magonjwa sugu na yasiyoambukizwa na ukimwi katika eneo la kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-2027 serikali itaendelea kusimamia mradi wa uzalishaji umeme wa Julius Nyerere wa megawati 2115 pamoja na kutekeleza mradi mingine ya kuzalisha umeme ikiwa ni pamoja na mradi wa kuzalisha umeme wa jua mkoani Shinyanga wa megawati 150, mradi wa kuzalisha umeme kutumia maji wa Malagarasi wa megawati 49.5, mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji wa Kakono wa megawati 87.8. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa usafirishaji wa umeme, serikali itaendelea na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya na Tunduma, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme ya msongo wa kilovolti 220 kutoka Songea, Tunduru, Masasi hadi Maumbika. Aidha, serikali itaendelea pia na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze, Kinyerezi, Mkuranga, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Ibadakuli pamoja na utekelezaji wa mradi wa gridi imara. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia REA itaendelea kutekeleza miradi wa kipaumbele wa umeme katika vitongoji awamu ya pili B inayohusisha kupeleka umeme katika vitongoji 9009, mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji awamu ya pili A inayohusisha kupeleka umeme katika vitongoji 3060 vya majimbo yote ya uchaguzi ya Tanzania bara. Vile vile serikali itaendelea kutekeleza mradi wa kuunganisha wateja vitongojini, yani Universal Hamlet Electrification and Last Mile Customers Connection, pamoja na mradi wa ufungaji wa mifumo ya umeme jua visiwani, yani Island Densification Project. Aidha, serikali kupitia REA itaendelea kuhamasisha na kuwezesha wananchi kutumia nishati ya umeme vijijini katika shughuli za kiuchumi ikiwemo uchakataji wa mazao ya kilimo, umwagiliaji, uvuvi, viwanda vidogo vidogo, migodi,
biashara na utoaji wa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya kina kuhusu miradi ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme pamoja na nishati vijijini iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka 2026-2027 ni kama inavyoonekana katika sehemu ya C1 ya hotuba yangu, ukurasa wa 148 hadi 176. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi itaendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 ambapo mkazo utaelekezwa katika kuziwezesha kaya na taasisi zinazohudumia chakula kwa zaidi ya watu 100 kwa siku kutumia nishati safi ya kupikia kwa kutatua vikwazo na changamoto zilizopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mwaka 2026-2027 itaendelea na kazi ya utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa gesi asilia katika vitalu mbalimbali, kukamilisha majadiliano baina ya serikali na wawekezaji na kuandaa mikataba ya utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kuwa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG, pamoja na kujenga miundombinu ya uchakataji, usafirishaji na uhifadhi wa mafuta na gesi asilia. Aidha, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaendelea na usambazaji wa gesi asilia kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kujenga vituo vya CNG katika mikoa mbalimbali nchini na kusambaza gesi asilia majumbani, katika viwanda na taasisi, ili kuchochea kasi ya matumizi ya nishati hiyo inayozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nia na mwelekeo wa serikali ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya petroli ili kutoathiri shughuli za kiuchumi na hivyo kupitia usafiri na usafirishaji wa bidhaa na huduma. Hivyo naomba niendelee kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itaendelea kutekeleza mkakati mbalimbali itakayotuhakikishia upatikanaji wa bidhaa ya petroli nchini pamoja na changamoto zilizopo duniani, ikiwemo vita na migogoro mbalimbali inayoathiri mnyororo wa upatikanaji wa bidhaa hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu C2 ya hotuba yangu, ukurasa wa 182 hadi 199 inafafanua kwa kina kuhusu kazi zilizopangwa kutekelezwa katika mwaka 2026-2027 kwa miradi mbalimbali itakayotekelezwa katika sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2025-2026 yalichangiwa pia na ushirikiano ambao wizara iliupata kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa niaba ya serikali, napenda kuwashukuru washirika wa maendeleo, jumuiya na nchi wahisani ambao wameendelea kutoa michango yao katika kufanikisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za wizara. Napenda kutambua mchango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, Benki ya Dunia World Bank, Abu Dhabi Development Cooperation Fund, EDCF ya Korea, Exim Bank ya China, KfW ya Ujerumani, OPEC Fund for International Development, Swiss Fund, Swede Fund, SIDA ya Sweden, Saudi Arabia Fund for Development SFD, Shirika la Maendeleo la Ufaransa AFD, Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP na Umoja wa Ulaya EU. Mashirika mengine ni Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Japan JICA, Shirika la Mitaji ya Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNCDF, Geothermal Risk Mitigation Facility, Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA, Shirika la Fedha Duniani IMF, Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda UNIDO, Shirika la Maendeleo la Canada SIDA, pamoja na Shirika la Maendeleo la Uingereza UKAID. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kuzishukuru kwa dhati serikali za Afrika Kusini, Algeria, Angola, Burundi, Canada, China, Ethiopia, Falme za Kiarabu, Japan, India, Indonesia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Korea Kusini, Malawi, Misri, Morocco, Msumbiji, Namibia, Norway, Oman, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Ufaransa, Uganda, Uingereza, Ujerumani, Urusi, Zambia na nchi nyingine kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania katika kuendeleza sekta ya nishati. Nazishukuru pia Jumuiya za Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Umoja wa Afrika AU kwa ushirikiano katika masuala ya kikanda yanayohusu uendelezaji wa sekta ya nishati. Nizishukuru pia
kampuni za Equinor Tanzania AS, Shell Exploration and Production T Limited, Exxon Mobil na Ophir Energy kwa ushirikiano zinazotupatia katika kufanikisha utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kuwa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutumia hotuba yangu kwa kuliarifu bunge lako tukufu kuwa Wizara ya Nishati katika mwaka 2026-2027 itaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha unaokidhi mahitaji ya ndani na ziada itakayoweza kuuzwa nje ya nchi na kutupatia fedha za kigeni, kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika vijijini, mijini na vitongojini na kuimarisha matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini. Aidha, mkazo utaelekezwa katika shughuli za utafutaji, uendelezaji, uzalishaji na usambazaji wa mafuta na gesi asilia, kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya mafuta pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kuhifadhi na kusambaza bidhaa hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa lijadili na kuidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 525 milioni 401,129 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mwaka 2026-2027. Mchanganuo wa fedha hizo ni kama ifuatavyo: shilingi trilioni 2 bilioni 462 milioni 364,436 sawa na asilimia 97.5 ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 602 milioni 449,735 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 859 milioni 915,101 ni fedha za nje na shilingi bilioni 63 milioni 36,293 sawa na asilimia 2.5 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 52 milioni 939,075 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 10 milioni 97,218 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa wizara na taasisi ya PURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Daniel Baran Siro, wenye viti wa Bunge, Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwemo wewe binafsi na waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Pamoja na hotuba hii vimeambatanishwa vielelezo mbalimbali ambavyo vinafafanua masuala muhimu yanayohusu sekta ya nishati. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara kwa anwani ya www.nishati.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati, Mheshimiwa John Deogratius John Dejembi kwa hotuba hiyo.